Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 18 mstari wa 16 hadi ule wa 32. Neno la Mungu linasema, lakini Petro akasimama nje mlangoni. Basi yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka, akasema na mngoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi aliyekuwa mngoja mlango akamwambia Petro, wewe nawe, je, mwanafunzi mmojawapo wa mtu huyu? Naye akasema, si mimi. Na wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama wamefanya moto wa makaa, maana ilikuwa baridi, wakawa wakikota moto. Petro naye alikuwapo pamoja nao anakota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za mwanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi siku zote. Nilifundisha katika sinagogi na katika hekalu wakusanyikapo Wayahudi wote, wala si kwa siri mimi kusema neno lolote. Ya nini kuniuliza mimi? Waulize wale waliosikia ni nini niliyowaambia, wao wanajua niliyoyanena. Basi aliposema hayo, mtumishi mmoja wao aliyesimama karibu alimpiga Yesu kofi akisema, wamjibu hivi kuhani mkuu? Yesu akajibu, kama nimesema vibaya, ushuhudie ule ubaya, bali kama nimesema vema, wanipigia nini? Basi Anasi akampeleka hali amefungwa kwa Kayafa kuhani mkuu. Na Simoni Petro alikuwa akisimama huko anakota moto. Basi wakamwambia, wewe nawe, je, mwanafunzi wake mmoja wapo? Naye akakana akasema, si mimi. Mtumwa mmoja wapo wa kuhani mkuu, naye ni jamaa yake yule aliyekatwa sikio na Petro, akasema, je, mimi sikukuona wewe bustanini pamoja naye? Basi Petro akakana tena, na mara akaweka jipi. Kisha wakamchukua Yesu kutoka kwa Kayafa mpaka Praitorio, naye ikawa alfajiri, lakini wao wenyewe hawakuingia ndani ya ile Praitorio, wasije wakanajisika, bali wapate kuila Pasaka. Basi Pilato akawatokea nje akasema, ni mshtaka gani mnayoleta juu ya mtu huyu? Wakajibu wakamwambia, kama huyu asingekuwa mtenda mabaya, usingemleta kwako. Basi Pilato akawaambia, haya, twaeni nini mkamhukumu kwa vile torati yenu. Wayahudi wakamwambia, sisi hatuna ruhusa ya kuua mtu, ili litimie lile neno lake Yesu alilolisema, akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilato akaingia tena ndani ya Praitorio, akamwita Yesu akamwambia, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi?
Neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema kila wakati. Hakika Mungu ni mwema kwetu, na wema wake na fadhili zake tumeziona kwa wazi katika maisha yetu mazima. Pekee sana tangu tulipoanza majira ya Kwaresma, tumeziona kwa wazi fadhili za Bwana akituleta mahekaluni mwake na kuturejeza tena katika familia zetu, tukapata nafasi ya kusoma na kutafakari neno lake. Haikutosha, bado ameendelea kutujalia Juma Takatifu ambalo sasa tunatamatisha wakati huu tunaposhiriki ibada ya Ijumaa Kuu, kukumbuka kuteswa, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Si hivi tu, katika kumaliza mwaka, kuanza mwaka na majira yaliyokwisha kupita mengine ya kanisa, tunapoelekea pia sikukuu ya Pasaka. Na kila mmoja wetu ana sababu au anashuhudia matendo makuu ambayo Mungu amemtendea. Tunayo ya jumla kama vipindi na majira ya kanisa yaliyopita yamekuwa yakituunganisha pamoja, lakini pia mtu mmoja mmoja mpaka sasa anayo sababu, analo jambo ambalo Mungu ameshughulika nalo mpaka sasa tunapoelekea kuadhimisha Pasaka ya mwaka huu wa 2026. Pamoja na hayo, tumshukuru sana Mungu kwa kutupenda upeo, kwa kutuhurumia, kwa mpango mzima wa kumtuma mkombozi kwetu baada ya kuona tumeteseka na dhambi, tumeteseka na kujitenga naye, akamtoa mwana wake wa pekee, huyu Bwana wetu Yesu Kristo, atufie msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya kuturejeza tuliokuwa mateka, kuturejeza tena kwake, ili tuendelee kubaki kuwa wana wake, kama ambavyo mpango wake wa kutuumba tena kwa mfano wake alitazamia na kutamani sana tuishi pamoja naye. Ndio maana kama mzazi muumbaji alijaa upendo na huruma, alijaa neema na huruma, akaleta Yesu kutufia msalabani, kama ambavyo leo tunakumbuka siku alipotiwa nguvuni na kuteswa na watu wenye hila mbaya. Lakini kwa sababu Mungu ana nguvu na mpango wake hauwezi kubatilishwa na yeyote, hawakuweza, walishindwa, na mpango wa Mungu wa kutukomboa, kutuweka huru, kutuokoa ukaweza kufanikiwa. Leo hii mimi na wewe tuko huru. Haleluya. Amen. Ijumaa Kuu kama jina maalum la siku ya kukumbuka kufa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo pale msalabani, wengine wametaja majina mengine mawili, pamoja na kwamba ni Ijumaa Kuu kidunia katika ulimwengu wote. Leo tunaingia ibada ya Ijumaa Kuu kukumbuka kuteswa na kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Wataalamu wengine
wanaita majina mengine mawili, Ijumaa Kuu nzuri na wengine Ijumaa Kuu ya huzuni. Wanaosema Ijumaa Kuu ya huzuni wanaona mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyo makali sana, ya kumdhihaki, kumtemea mate na hata kumpigilia misumari katika kuondoa uhai wake. Hao wanasema Ijumaa Kuu ni siku ya simanzi, ni siku ya maumivu. Ndio maana hata wengine hawawezi kula, wengine wanawaza na kufanya mambo ambayo yanaashiria mateso, kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yuko msalabani, hatuna furaha, hatuna amani. Nao pia mlengo wao ni mzuri, maana pengine tunasoma kwamba tumeshiriki mateso pamoja na Kristo, na kwa njia hiyo tumekufa pamoja naye, lakini tukafufuka pamoja naye kuwa viumbe hai na viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Wanaosema ni siku ya furaha nao wana maelezo mazuri. Wanasema ni siku ya furaha kwa sababu badala ya mimi na wewe kufa, badala ya mimi na wewe kubaki katika shimo la dhambi, Yesu anatokea, anakubali mapenzi ya Baba yake ya kutufia msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wao wanaona fahari kwa Mungu kwamba alituhurumia, akaona hatuwezi peke yetu, akatoa uhai, akatoa mwana wake tena wa pekee, mwana wake wa pekee atufie msalabani, atuweke huru na sisi tupate kupona. Bwana asifiwe. Hawa nao wana maelezo mazuri pia yanayoshawishi kwamba pamoja na kwamba ni huzuni wa kufa kwa Yesu, analia kwa huzuni, lakini matokeo yake ni makubwa. Bwana asifiwe. Ya ushindi dhidi ya dhambi, shetani, uovu. Tunabaki kuwa viumbe vipya kutokana na yeye Yesu Kristo kuteswa kwa ajili yetu. Kwamba kabla ya Yesu kutufia msalabani tuliishi maisha yetu wenyewe, na kwa kweli sio maisha yetu wenyewe tu, maisha ya shida, maisha ya tabu, maisha ya kulemewa na mizigo. Baada ya yeye kuja, anatuita, anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na kusumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Mtu akikutoa mzigo, si unafurahi? Unafurahi, unaona baraka, nguvu mpya. Kwa hiyo Yesu anatumwa na Mungu na anakubali kutumwa ili tuweze kuwa huru, tutokane na maisha ya sisi wenyewe tusiyojiweza. Maisha hayo ya mtu kuwa peke yake bila Yesu hayawezekaniki vizuri, hayana uhakika. Abaya n'abanyambo batikabuzi wesibule, usalama haupo, mazingira ni magumu. Lakini baada ya Yesu kutufia msalabani, tukawa naye,
tukawa salama, tukawa hai, tukawa watoto tena wa Baba, tukawa watoto wa Mungu tena, wakatuita watakatifu wapendwao na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu wapendwao na Bwana. Tumebadilishwa tukafanana naye. Tulipokaa mbali naye tulipoteza mwelekeo na sura yake, lakini tuliporudi Mungu akatupokea katika mikono salama, tukawa safi, tukawa vyombo viteule, tukawa mahekalu ya Roho Mtakatifu, tukaweza kuthaminika, tukawa na thamani ya utu wa Kristo wa imani iliyothabiti. Wapendwa katika Bwana, tunapopokea msamaha wa dhambi zetu kwa njia ya Yesu Kristo kutufia msalabani, tuna baraka tele. Bwana asifiwe. Tuna baraka tele, tuna uzima tele, kwa sababu mahusiano yetu na Baba yamerejea tena. Mahusiano yetu kama Baba na Mwana yamerejea tena, yamekuwa mazuri, yameboreka zaidi, kwa sababu tumepokelewa na Baba. Bwana asifiwe. Kumbuka yule mwana mpotevu alipopotea kwa miaka, baada ya kupoteza dira na mwelekeo kwa wazazi wake, akaishi maisha ya shida, maisha ya kushiriki vyakula vya mifugo, na wakati mwingine hata kushinda na kulala njaa. Akasema arejee tena kwa Baba. Alipofika akapokelewa, akavalishwa vizuri, akalishwa vizuri, akawa tena mwana mzuri katika familia ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Picha hiyo ituelekeze, itufananishe na pale tulipokuwa tumepotea, na sasa tukarudi tukapokelewa kuwa watu wa Mungu tena. Mahusiano yetu yamerejea, na mtu mkiwa na mahusiano mnashirikishana hili na lile, mnashirikishana mambo muhimu yanayoleta furaha au yanayoleta changamoto. Kwa hiyo kama tumehusiana tena na Baba, tumekuwa wana, basi tupeleke fadhaa zetu kwake, tupeleke furaha yetu kwake, maana yeye ni yote katika yote, ashindwi na lolote. Bwana Yesu asifiwe. Ashindwi na lolote. Wakati wote tumkimbilie, na wakati wowote tusimkane, tusimsaliti. Tumemwona Petro akiwa katika mazingira salama, hana changamoto, lakini baada ya Yesu kutiwa nguvuni, pamoja na kwamba aliishi naye, alifundishwa naye, mpaka Yesu katika kuwajibu wanapomuuliza anawaambia waulizeni wao. Alikuwa anafahamika kwa wazi, lakini kipindi kilipofika akasema sini tinye, simjui huyu. Akapoteza ushuhuda, akapoteza uaminifu, na zaidi sana akapoteza imani. Wanadamu wengi tunapokutana na baraka za aina mbalimbali, hatuhusiani sana na Mungu. Tunafikiri ni kwa ujanja wetu na kwa nguvu zetu. Tunapokutana na changamoto tunasema Mungu mbera. Hapo tunamkumbuka Mungu mbera, lakini bado hatumtegemei kwa asilimia zote. Tunasema
Mungu berana gawo giraki utekao. Sasa bado unakuwa ujawa na mahusiano mazuri na Mungu, bado hujarudi kwake. Kale karoka kwa siasi kanakuwa bado kamo. Maana kama umerudi kweli na unamtegemea na umepata na changamoto au unafunza yote, unasema ni Mungu pekee. Bwana asifiwe sana. Na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Sio kusema kwamba na yaweza yeye yote mimi pamoja na mwingine, mimi pamoja na ujanja wangu na nguvu zangu. Hapana, ni kumtegemea kabisa. Kujitoa kwake, kwamba ninapohusiana naye na uhakika atamaliza jambo langu, atamaliza changamoto yangu, na kweli anafanya kwa wakati. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo jingine, kupitia kifo cha Yesu msalabani anapata nguvu na mamlaka yote ya kuwa Mungu kweli, mwanadamu kweli, na kwa njia hiyo anakuwa na uwezo wa kutuuisha, wa kutuvusha, wa kutushirikisha maisha ya hapa duniani pamoja na ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Angebaki tu kuwa mwanadamu, asingetuambia nyumbani kwa Baba kuna makao mengi, vinginevyo ningaliwaambia. Angekuwa amebaki tu duniani, asingetuambia kwamba yeyote atakaye nikiri mbele za watu nitamkiri tena mbele ya nini? Ya Baba yangu. Na atakaye nikana, atakaye nisaliti, nami nitamkana mbele za Baba yangu. Kwa hiyo kupitia kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo na ushindi baada ya ufufuko, amebaki kuwa Mungu na amebaki kuwa na mamlaka na madaraka ya kutufanya sisi tuishi maisha ya ushindi pia kama yeye alivyoshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapomwendea, tunapofanya mahusiano na yeye, tunafanya mahusiano na mtu mwenye uhakika, tunafanya mahusiano na Mungu, tunajua kwamba anaweza kutuokoa na amewaokoa wengi, na sisi tu miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Tutambue mamlaka ya kimungu kupitia Yesu Kristo mshindi na mfufuka. Ndio maana hata kabla ya kifo alisema, watanichukua, watanidhihaki, watanitemea mate, wataniua, nitakufa, lakini siku ya tatu nitafufuka, nitarudi. Ni maneno ya matumaini, ni maneno ya kutuaminisha kwamba huyu tunayezungumza naye ndiye, wala si mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi basi tuyakiri hayo, tuyaishi hayo, kwamba huyo ndiye Mungu pekee tuliyepewa na Baba ili atuishe miili na roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kifo cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo pale msalabani, anakuwa daraja la kweli kati yetu na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Anakuwa daraja, anatuunganisha na Mungu, anatufanya maombi yetu yasikike kwa Mungu, na hata unapokuwa naye unajua kwamba hakika huyu atanivusha. Katika kutembea naye hatui na mashaka kwamba hivi tutafika au hatutafika. Unajua tukiwa na vyombo vya usafiri, wakati mwingine unasikia kama vinaanza kuleta shida, unaanza kuwa na mashaka kwamba hii safari itafika mwisho au hapana. Lakini ukiwa na Yesu una uhakika kwamba safari yako itafika mwisho mwema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unakuwa na uhakika wakati wote, iwe mchana au usiku. Sio kama ile ya wanyama na wahaya kwamba wako twalicho msima wake zeki wake. Na maana unapokuwa naye una uhakika kama huyu mtu atanifikisha rogerano lebe ni manoleba no mwisho notina kurugendo rurawa sakutini sasa tagireki takuri. Lakini Yesu Kristo ukiwa naye una mashaka,
una wasiwasi, unajua yuko pande zote, kulia, kushoto, nyuma na mbele. Safari inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Safari inaendelea. Uko na Bwana wa mabwana, uko na mshindi, uko na mtu imara, uko na Mungu mwenyewe anakuvusha, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu mwenye daraja zuri la kutuvusha milima na mabonde. Tulipoitwa kipindi cha Kwaresima kutubu na kurejea, tuliahidiwa kwamba tukirejea, tukirudi katika ngome mnaifahamu, tunakuwa salama ndani ya ngome. Bwana asifiwe. Tunakuwa salama, tunaweza kuishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunapokumbuka na kuadhimisha kifo cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tukumbuke kabisa kwamba tunaadhimisha maisha ya ushindi. Bwana asifiwe. Tunaadhimisha maisha ya ushindi, na maisha ya ushindi ni katika kila nyanja, ni katika kila eneo. Kutuepusha na uasi kama tulivyomwona Petro, kutuepusha na kutoamini. Hayo ni maisha ya ushindi. Maana maisha tunayoishi siku hizi pia yana vitisho vya kutuhamisha katika imani zetu, katika familia zetu, katika maeneo yetu ya kazi, katika kazi zetu za mikono tunazozifanya kwa mikono yetu. Hatuamini kama tunaweza kufaulu. Mashaka yanaongezeka, vita ndani ya familia, ndani ya jamii, ndani ya taifa na nje ya taifa, kama ambavyo tunaendelea kushuhudia vita mbalimbali katika ulimwengu huu. Sasa tunapokumbuka kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tukumbuke pia baada ya kifo maisha ya ushindi. Kwa mateso yapo na ushindi upo. Kwa hiyo tunashangilia ushindi unaotokana na kifo cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kweli habari ya kusikilika na simanzi ni sawa, kwa sababu unajutia makosa, unajutia dhambi, unajutia kuyumba. Kama mwanadamu tunayumba, tunalegea, lakini baadaye tunakuja kwenye mashangilio. Bwana asifiwe, kwamba tumeshinda, tumevuka, tuko salama, tunaendelea. Yaliyokuwa makwazo, yaliyokuwa changamoto, Bwana ameyabeba. Basi tukubali kutua mizigo yetu ili abebe. Bwana asifiwe. Tutue mizigo yetu ili abebe. Zaburi tuliyosoma leo, mwimba zaburi anaona changamoto nyingi katika maisha yake. Anaona changamoto nyingi. Zaburi ya 22 ile mstari ya 12, anaona maadui wanakuja kummeza. Anaona maisha yamefikia ukomo. Haoni njia ya kutokea. Lakini baadaye ile mistari ya 19 na kuendelea, anaona na kuita msaada na uponyaji. Bwana asifiwe. Anaona, anaita, Bwana uniponye. Anaona suluhisho, na ndio maana hata kalenda yetu imetuambia kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana yake wakati wa kupigwa, wakati wa simanzi, wakati wa mateso, wakati wa kuhangaika, lakini wakati wa kupona tunaishi maisha ya uponyaji. Tunapiga kelele za shangwe, kwa sababu Bwana ametushindia. Lakini pia mwimba zaburi ana maeneo makubwa matatu: changamoto, kuita msaada, na baada ya kupata msaada, ile mistari ya mwishoni katika somo
anaona aweke ahadi zake kwa Mungu. Bwana asifiwe. Aweke ahadi zake kwa Mungu. Anasema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Injili ianzie wapi? Nyumbani mwako. Ianzie Yerusalemu kwenda mataifa mengine. Anaweka ahadi baada ya kuona changamoto, baada ya kupata uponyaji, baada ya Yesu Kristo kupigwa kwa ajili yangu na wewe, sisi tukapona. Sasa tuweke ahadi, tuweke mapatano kwamba nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, kwanza nyumbani kwangu, niwashuhudie uzuri wa Bwana niliouona baada ya mateso yake na kutuweka huru. Alafu akimaliza nyumbani kwake, anasema hata katika kusanyiko. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo kazi ilipo, na ndipo utume ulipo, na ndipo tunapotumwa wale wote tuliokombolewa na Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani, kwamba tuhubiri jina lake kwa makusanyiko. Kwa makusanyiko. Paulo anasema sitaionea haya nchi, kwa maana ni nguvu ya Bwana iokoayo. Bwana asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, tukisha pita kwenye changamoto, baada ya kupata huduma ya baraka ya Mungu kupitia Yesu Kristo tukawekwa huru, tusikae kimya, tusiache kutangaza wema na uzuri wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Unaweza kutangaza kwa njia ya nyimbo, unaweza kutangaza kwa njia ya kuabudu, unaweza kutangaza kwa njia ya kusujudu, unaweza kutangaza kwa njia ya jumuiya, lakini pia hata nyumbani kwetu. Maana Yesu ni mgeni wa wakati wote tunapokuwa mahali popote. Yeye amesema wawili wakutane hapo. Wawili. Yaani wewe hahitaji wengine wengi. Wawili anaanzia hapo, kwamba hatakuwa katikati yetu. Na tutapokea neema hii kwa moyo wa shukrani, na tutaendelea kuishi pamoja na Bwana milele, kwa sababu yeye alikufa kwa ajili yetu, na akishatuweka huru, basi tunaweza kuishi naye kwa uhuru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwekwa huru, anatoka mahali alipokuwa, anakuja kuungana na wenzake. Maisha yanakuwa pamoja, safari inakuwa pamoja, mafanikio yanakuwa pamoja, na safari inafika mwishoni vizuri. Ndugu zangu wapendwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tupokee baraka hii, tupokee huduma hii, lakini tuishi kwa viapo vyetu, tuishi kwa ahadi zetu tulizoziweka na Mungu wetu, kwamba tutatangaza jina la Bwana mbele, na penye kusanyiko tutatokea kutangaza na kuhubiri habari njema. Tusije tukawa wasaliti kama ambao tumewaona kwa juma hili takatifu, wakimkana, wakimsaliti, wakimtukana, wakimtemea mate. Hizi ni roho za kukosa shukrani, za kukosa fadhila, na zinaweza pia kutupelekea kuishi maisha yasiyokuwa na njia nzuri. Sisi tuliokombolewa na damu ya Yesu Kristo, tumuombe tuishi pamoja naye, atubariki, atutunze, tusimamie imani yetu, tusimamie huduma yetu, na kwa njia hiyo tutapata baraka, na sisi tutawabariki pia wengine. Bwana atubariki na kututunza kupitia Ijumaa Kuu hii, tunapokumbuka kufa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, na mwisho nguvu ya ufufuko ikae pamoja nasi leo na siku zote. Amina. Tushukuru. Tunashukuru Mungu wetu kwa kumtuma Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, lakini pia tuache kushukuru ushindi wa mauti baada ya yeye kufufuka kutoka kaburini na kujionyesha kwa watu na kutoa huduma hapa na pale, mpaka sisi tukaendelea kuona uwepo wake na baraka zake kama ambavyo mtuma kwetu.
Tutakusihi tafakarishe vyema, tuendelee kuona uwema wako kupitia Yesu Kristo, na kwa njia hiyo tubaki katika imani katika wewe, ili tuweze pia kushinda majaribu kama yeye alivyoshinda, tutende ya kupendezayo kama yeye alivyotii mapenzi yako akaweza kutukomboa, na kwa njia hiyo tuweze kuurithi uzima wa milele tukiwa washindi pamoja na wateule katika kiti chako cha enzi. Naomba hayo kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.